Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha ya kila siku. Ni wakati mwingine mpenzi mtazamaji, tunaweza kujumuika nawe pamoja katika kipindi hiki cha Matumaini. Kipindi hiki kinakuletea ukweli kuhusu Injili na tunafurahi kuwa pamoja nawe hii leo. Mie ni wako msimulizi Steve Amiri nikiwa na mwenzangu. Jina langu ni Robert Ochieng na tunafuraha sana kuwa pamoja nawe sehemu ya pili ya tumekamilika ndani ya Kristo. Ikiwa ulikosa sehemu ya kwanza ya mafundisho haya, tafadhali tafuta usikilize kwa sababu ni ya thamani sana. Aha. Na kipindi hiki hulitoka kwa hisani ya shirika la Heralds of Hope pamoja na Transworld Radio Kenya. Na sababu ya kwanza tuliyoiona ni kwamba tumekamilika ndani ya Kristo kwa sababu ya utu wake. Sababu ya pili zinazofuata ni nguvu zake na utoaji wake, Robert. Na ni vizuri kutambua maneno haya matatu: utu wake, nguvu zake na utoaji wake. Yote haya yanapatikana kwa kumjua Yesu. Yeye ndiye kiini halisi. Tuko hapa kujifunza kumhusu yeye, Yesu Kristo. Paulo anasema tujihadhari ili mtu yeyote asitupotoshe kwa falsafa na udanganyifu mtupu, kulingana na mapokeo ya wanadamu na kanuni za dunia, na si kulingana na Kristo. Kwa maana ndani yake Kristo unakaa utimilifu wote na uungu wa jinsi ya mwili, na sisi tumekamilika ndani yake, yeye aliye kichwa cha enzi zote na mamlaka. Robert, Paulo anasema pia kwamba tulizikwa pamoja naye katika ubatizo, tukafufuliwa pamoja naye kwa imani, na kwamba Mungu ametusamehe dhambi zote. Akaondoa hukumu iliyokuwa juu yetu na akaibandika msalabani, na akazishinda falme na mamlaka wazi wazi. Sababu inayofuata inayothibitisha kuwa tumekamilika ndani ya Kristo ni ipi? Ni kwa sababu ya nguvu zake. Unajua, shambulio dhidi ya utu wa Yesu ni shambulio dhidi ya nguvu zake. Ikiwa yeye si vile alivyosema, basi hana nguvu anazodai kuwa nazo. Kweli kabisa. Utoshelevu wa Kristo unaonekana katika mambo matatu ambayo Mungu ametufanyia kupitia yeye, Yesu Kristo. Ametutahiri kiroho, ametusamehe dhambi zetu, na ametupa ushindi juu ya nguvu za uovu. Paulo anasisitiza kwamba waumini wamekamilika ndani ya Kristo. Kukamilika kumaanisha kujazwa kikamilifu kama wavu uliojaa samaki. Basi Amiri, Paulo anaelezaje nguvu hii ya Kikristo katika maisha ya mwamini? Anaeleza tohara ya kiroho ambayo si ya mkono ya mwanadamu bali ya moyo. Tohara hii inaonyesha kutengwa na dhambi na kuwezeshwa kuacha nguvu ya dhambi inayotawala ndani yetu. Ni kama kuvua vazi. Kweli kabisa. Unaacha kabisa na hutaki kurudia tena kulivaa. Hii inawezekana tu kwa nguvu za Kristo. Dhambi haiwi tena nguvu inayotawala maisha ya mwamini. Sababu ya mwisho ni ipi inayothibitisha kuwa tumekamilika ndani ya Kristo? Sasa Robert, sababu ya mwisho ni kwa sababu ya utoaji wake. Paulo anaeleza ukamilifu wetu ndani ya Kristo kupitia kifo, maziko na ufufuko wake. Tumezikwa pamoja naye katika ubatizo, na hii inaonyesha kufa kwa maisha ya zamani ya dhambi. Kweli. Tumefufuliwa pamoja naye kwa imani, tukipokea maisha mapya ya kiungu. Hii si ufufuo wa baadaye tu, bali ni ufufuo wa kiroho kutoka hali ya dhambi kwenda uzima wa Mungu. Naam. Na huenda ukajiuliza, mpenzi mtazamaji, hii ina maana gani kwa mtu binafsi leo? Inamaanisha kwamba Mungu ametufanya hai pamoja na Kristo. Ametusamehe dhambi zote na kufuta hati ya mashtaka iliyokuwa juu yetu. Amiri, hati hiyo ilikuwa kama deni la kisheria ambalo hatungeweza kulilipa. Lakini Kristo aliliondoa na kuibandika msalabani. Yesu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Hii ni ushindi kamili. Mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Kweli. Sasa kuhusu ushindi dhidi ya nguvu za uovu, Paulo anasema kwamba Kristo alivua nguvu, falme na mamlaka na kuzishinda hadharani. Hii inaonyesha ushindi wake mkuu juu ya nguvu zote, iwe ni za kiroho au za giza. Na kama ilivyokuwa katika gwaride la ushindi la Warumi, Kristo anaonekana kama mshindi mkuu aliyewashinda maadui wote. Hii inaonyesha wazi ukuu wake juu ya kila kitu. Inamaanisha kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima.
Ikiwa umetambua kuwa wewe ni mwenye dhambi, ukamkiri Yesu kama Bwana na ukaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, basi umekamilika ndani ya Kristo. Na hakuna chochote unachoweza kuongeza kwenye sadaka yake. Naam. Sadaka yake ni kamili, inatosha na imekamilika. Huu ni ukweli ya kutia moyo sana. Naam. Ni vizuri kutafakari juu ya Yesu na yale aliyotufanyia. Hakika hakuna tunachoweza kuongeza, yote yamekamilika ndani yake. Na kwa sababu hizi zote, utu wake, nguvu yake na utoaji wake, tunasimama tukiwa tumekamilika ndani ya Kristo. Tunapaswa kuingia katika uhakika huu leo hii. Bila shaka. Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Matumaini. Na ikiwa una swali au maoni, usisite kuwasiliana nasi. Unaweza tuandikia barua pepe, anwani yetu ikiwa ni barua@twr.co.ke. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu ambayo ni www.heraldsofhope.org. Tunatazamia kusikia kutoka kwako. Hadi wakati ujao, Mungu akubariki unapoendelea kukua ndani ya Kristo na kukamilika ndani yake. Jina langu ni Robert Ochieng. Mie nimekuwa wako Steve Amiri. Baraka zake Mwenyezi Mungu ziweze kuwa nawe sasa na hata milele. Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini.